Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaenda kujifunza kutoka kitabu cha Maombolezo 3 mlango wa 3 mstari wa 31 mpaka 33, na nitasoma. Kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu hata milele, maana hajapomhuzunisha atamrehemu kwa kadri ya wingi wa huruma zake. Maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Bwana Yesu asifiwe. Neno la leo linatufundisha kwamba ukiangalia neno hili ni miongoni mwa sehemu zenye faraja kuu katika Biblia. Inazungumzia tabia ya Mungu, asili yake anaposhughulika na mwanadamu anayepita katika majaribu au adhabu. Na leo tunaenda kufafanua zaidi kifungu hicho kwa undani ili tujue kuanzia hiyo mstari wa 31 mpaka 33 tutajifunza nini kutokana na mlango huo. Na tunaanza na part A ambayo ni tumaini katika kipindi cha majaribu. Kwa kuwa Bwana Mungu hatamtupa mtu hata milele. That one part ndio inasema kwa kuwa Mungu hatamtupa mtu hata milele. Hiyo ni 31. Tufafanue uaminifu wa Mungu. Mstari huu unatusaidia kuelewa kuwa hali ngumu unayopitia si ya kudumu. Hata kama unahisi umeachwa au umetupwa na Mungu kutokana na matatizo, neno lake linasema hali hiyo ina mwisho. Neno lake linasema hali hiyo ina mwisho. Mungu wa fursa ya pili. Hata kama adhabu imekuja kwa sababu ya makosa yetu, Mungu hana tabia ya kwa moja bila kumpa mlango wa kurudi. Huyo ni Mungu wetu. Twende chapter 32. Uwiano kati ya haki na rehema. Inasema chapter 32 inasema, maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Maana ajapomhuzunisha atamrehemu kwa kadri ya wingi wa rehema zake. Huzuni na muda, rehema na kudumu. Mungu anaweza kuruhusu huzuni kwa lengo na kutufunza au kuturudi, lakini lengo lake la mwisho si kutuangamiza, hali ni kuturehemu. Kipimo cha rehema. Rehema zake hazipimwi kwa kiasi cha makosa yetu, bali kwa wingi wa huruma zake. Hii ina maana kuwa akiba ya huruma ya Mungu ni kubwa kuliko ukubwa wa matatizo yetu. Japokuwa matatizo yetu ni makubwa kiasi gani, lakini huruma za Mungu na rehema za Mungu ni kubwa na hazipimiki. Twende mlango wa 33. Nia ya ndani ya Mungu. Maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Mungu anatupenda sana, sio mapenzi yake. Huu ni mstari wa muhimu sana. Unatupa picha ya moyo. Binadamu akiteseka, mateso si hobi au kitu kinachomfurahisha Mungu. Kwa hivyo sisi tunapoteseka, tunapopitia katika changamoto, katika majaribu, si kwamba Mungu anafurahia. Mungu hapendi kuona mwanadamu akiwa anateseka. Anapenda mwanadamu aishi kwa amani na aishi kwa furaha. Binadamu akiteseka, mateso, nidhamu ya baba. Kama vile mzazi anavyoweza kumwadhibu mtoto wake, uchungu huku moyo wake ukiumia, ndivyo Mungu anavyofanya. Kusudi lake ni marekebisho na si mateso ya bila sababu. Kwa hivyo Mungu anatupenda na Mungu hapendi tuteseke. Mungu hapendi tupitie katika hali ngumu. Maana anasema hapendi kutuhuzunisha.
hapendi kabisa kutuhuzunisha. Bwana wetu Mungu ni wa rehema, lakini tunapopitia katika changamoto, tunapopitia katika majaribu, mioyo yetu inabaki kumnungunika Mungu, tunamlaumu Mungu, tunaona hivi, Mungu mbona ameniacha? Mungu ni kama hasikiagi maombi yangu, Mungu ni kama hayuko hapa. Tumebaki tukihuzunika na kujiuliza maswali mengi. Kwani ni mimi tu ndo ninapitia? Hata Mungu si unionee huruma kwa hili. Lakini tunasahau kuna sheria ambazo Mungu hapendi. Tumeambiwa kwamba, tumejifunza ya kwamba mzazi anapokosewa na mtoto wake huwa anamwadhibu, na sio kwamba huwa anakimwadhibu mtoto yule hampendi ama amemchukia mtoto yule. Anakuwaga akimwadhibu ili kumrekebisha, ili aweze kuacha njia mbaya na kurudi katika njia inayostahili. Na ndivyo hivyo Mungu naye huwa anaturekebisha ili tuache kufanya yale maovu, tufanye yale mabaya. Ametuambia tusiibe, ametuambia tusinungunike, ametuambia tusiwe na uchungu, ametuambia tupende jirani zetu, na pia tupende adui zetu. Ni hayo yote ni Mungu ametuambia. Amesema tusiseme uongo, lakini watu tunayekataa kufuata hayo yote na tunafanya kinyume na yale ambayo ametuagiza. Na anapoenda kutuadhibu, tunaona kama Mungu hatupendi, tunaona kama Mungu anatuchukia, ni kama ameenda mbali na sisi. Tunasahau kwamba ni sisi wenyewe ndiyo tunayemkosea Mungu. Ni sisi wenyewe tunayefanya Mungu anakuwa ameenda mbali na sisi. Lakini anasema tukimrudia naye ataturudia, kwa maana yeye hapendi mwanadamu akiwa na huzuni, hapendi mwanadamu kumuona akiwa na huzuni. Rehema zake hazipimiki. Yeye ni mwingi wa rehema, anatujali, anatupenda, na hajawahi kutupatia jaribu ambalo sisi wenyewe litatushinda kuvuka. Jaribu tunalopewa hiyo huwa kuna njia ya kutokea. Hata kama liko lizito, kuna njia ya kutokea. Mungu wanga anafanya njia ya kutokea. Hebu angalia hiyo huruma zake. Kwa hivyo tumejifunza kwamba tuzidi kutafuta kufanya mapenzi ya Mungu. Japokuwa tunaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini tutafute kwa bidii ili tufanye mapenzi ya Mungu. Tufanye yaliyo ya Mungu, tumpendeze Mungu kwa njia yoyote ile. Nazidi kumwomba Mungu sana 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 anisaidie mimi binafsi. Mungu anisaidie sana niweze kusimama kwenye njia yake, maana sio rahisi, lakini nitajitahidi sana kwa kuomba, kwa kufunga na pia kwa kusoma neno lake. Uende ukaona kama ambaye ninasoma neno hili, sisome eti ni kwa sababu yako, lakini nasoma kwa sababu yangu mimi mwenyewe niweze kukua kiimani, kukua kiroho na kuweza kujifunza zaidi na zaidi. Kwa sababu ninapokuja kusoma mbele yenu, huwaga inafiksika vizuri kwa akili. Najua kumbe Mungu ananipenda. Mungu hajaniwekea majaribu haya ili niweze kushindwa. Hapana, ameniwekea ili niweze kujua makosa yangu na niweze kubadilika na kufanya lililo jema. Ni upendo wa Mungu kwangu, kwa sababu si kwa mwana kutoka kwa wazazi. Ni mwana ambao niliishi kwa hila nyingi sana kwa wazazi wangu. Wazazi wangu walinipenda, ndugu walinipenda, majirani walinipenda, lakini mimi ni yule mtu ambaye nilikuwa ninajionyesha kwa wanadamu kwamba mimi ni mwema, lakini kwa Mungu natenda maovu mengi. Ni mwana wa manunguniko, kunungunika usiku na mchana, sina raha, kila wakati nanungunika. Hakuna jema linalofanyika kwangu mimi nikakataa kunungunika. Lazima nitanungunika tu. Hata mzazi amenituma tu kitu kidogo, lakini lazima nitanungunika. Mzazi ananiagiza lakini nanungunika. Yaani nilikuwa ni mtu ambaye siishi na manunguniko. Uchungu umejaa kwa moyo, kila saa uchungu wa roho. Na ni vitu ambavyo tunavichukulia kwamba ni vitu vidogo, lakini ni kitu ambacho kinaweza kikakufanya ukapoteza mambo mengi na ukazuia baraka zako kwa kuweka uchungu ndani ya roho. Kuwa na manunguniko ndani yako ni kitu ambacho kitakusababishia uweze kufanya mambo ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu,
na ukafanya Mungu akakaa mbali na wewe na baraka ambazo alikuwa amekuwekea zikapotea. Manake maisha yangu mimi nilikuwa ni mwana ambao nimetamkiwa baraka sana na watu, na singelikuwa hapa, lakini ni kwa huruma tu na rehema zake hazipimiki, ndiyo maana niko hapa. Lakini kwa katika maisha yangu jinsi yalivyokuwa mabaya na jinsi nilivyokuwa niko na hata sistahili kuwa mahali hapa, ni huruma zake tu ameniwezesha kufikia mahali hapa. Na naamini kila mmoja ataweza kujifunza neno, kujifunza jambo na kujua kwamba Mungu huwa hatupatii majaribu ambayo ana sababu. Anajua ni kwa nini ametupea jaribu hili na kwa nini manake yeye anasema hapendi kuona tukifanya nini, hapendi kutuhuzunisha. Kwa hivyo unapopitia katika huzuni, usiseme kwamba Mungu amekuacha. Hapana, jaribu kuangalia njia zako, ni wapi ulipopotea, ni wapi ulipoenda kinyume. Tuombe kwa ajili ya neno. Mungu, asante kwa neno lako linalotukumbusha kuwa wewe ni mwingi wa rehema na huruma. Tunakuja mbele zako tukiomba kwa ajili ya yule anayepitia katika kipindi cha huzuni, upweke au mateso kwa sasa. Kumbuka wingi wa huruma zako, Bwana. Kama neno lako linavyosema kuwa hupendi kuwatesa wanadamu na kuomba ukaondoe huzuni hii na kuleta kicheko kipya. Gusa moyo wa kila anayehisi ametupwa na kumrejeshea tumaini la kuwa wewe upo naye hata milele. Tawala maisha yetu na utupe amani inayopita ufahamu wote. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu awe pamoja nawe. Mpaka kipindi kingine tutakapoendelea kujifunza neno la Mungu. Shalom.